Tunamshukuru Mungu kwa mara nyingine kutupa neema ya kuwa nyumbani mwake, tukiwa sehemu ya mamilioni ya watu ulimwenguni kote wanaoshiriki ibada ya ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Wainjilisti Yohana na Marko wote wameandika habari za ufufuo wa Yesu Kristo kama ushahidi wa kwamba jambo hili tunaloliadhimisha leo lilifanyika kweli na wala sio kwa kufikirika. Katika Injili kama alivyoandika Marko sura ile ya 16 na aya ya 1 mpaka ya 8, Biblia inasomeka hivi: hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalene na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza, wakasemezana wao kwa wao, ni nani atakayetuviringishia lile jiwe mlangoni pa kaburi? Mstari wa 4, hata walipotazama waliona ya kuwa lile jiwe limekwisha kuviringishwa, nalo lilikuwa kubwa mno. Wakaingia kaburini, wakaona kijana ameketi upande wa kuume, amevaa vazi jeupe, wakastaajabu. Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo. Patazameni mahali walipomweka. Lakini enendeni zenu mkamwambie wanafunzi wake na Petro ya kwamba awatangulia kwenda Galilaya, huko mtamuona kama alivyowaambia. Wakatoka nje, wakakimbia kutoka kaburini, kwa maana wameingia tetemeko na ushangao, wala hawakumwambia mtu neno, maana waliogopa. Bwana asifiwe sana. Huo ni ushahidi wa kwanza. Lakini ushahidi wa pili ni ule ambao umeandikwa na Yohana mwenyewe, na katika Injili kama alivyoiandika Yohana mwenyewe sura ya 20, na ambayo kwa sehemu kubwa ndiyo nitakayoitumia kutafakari, kwa sababu wote wawili wameandika, lakini kwa kutumia lugha tofauti na walengwa tofauti. Injili kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu sura ile ya 20 aya ya 1 hadi ile aya ya 10, na Biblia inasomeka hivi: hata siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio, akafika kwa Simioni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akamwambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walikomweka. Basi Petro akatoka na yule mwanafunzi mwingine, wakashika njia kwenda kaburini. Wakaenda mbio wote wawili, na yule mwanafunzi mwingine akaenda mbio upesi kuliko Petro, akawa wa kwanza kufika kaburini. Akainama na kuchungulia, akaona vitambaa vya sanda vimelala,
lakini hakuingia. Basi akaja na Simioni Petro, akaingia ndani ya kaburi, akavitazama vitambaa vilivyolala, na lile leso iliyokuwako kichwani pake haikulala pamoja na vitambaa, bali imezongwa mbali mahali pa peke yake. Basi ndipo alipoingia, naye yule mwanafunzi mwingine aliyekuwa wa kwanza wa kufika kaburini akaona na kuamini. Mstari wa 9. Kwa maana hawajalifahamu bado andiko ya kwamba imempasa kufufuka. Basi wale wanafunzi wakaenda zao tena nyumbani kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimetaka tusome vitabu vyote hivi viwili ili kupata ulinganifu pamoja na tofauti ya kiuandishi. Marko anaandika kwa ajili ya watu wote waliomfahamu Yesu na hasa wale aliowahudumia. Lakini Yohana anaandika kwa ulimwengu wa Kiyunani uliokuwa unaamini katika falsafa na elimu yenye uchunguzi na uchambuzi wa mambo kwa kina, na wala sio kupokea mambo kwa nadharia ya kusadikika. Na ndiyo maana Marko anasema kaburini walikwenda watatu: Mariamu Magdalena, Mariamu mwingine pamoja na Salome. Kisha hao walipokuwa njiani walikuwa na mashaka kuhusu hasa nani atakayewatolea lile jiwe kubwa lililokuwa malangoni pa kaburi, ambalo kimsingi lilikuwa limewekwa kama kazi ya mwisho ya kukomoa huyo aliyekuwa anajifanya kuwa ni mfalme wa Wayahudi. Maana waliweka jiwe ambalo hata wanafunzi wangeliweza kwenda kwa siri, bado wasingeliweza kulitoa lile jiwe, maana lilikuwa ni jiwe na ni mwamba kimsingi. Lakini pili, walifanya hivyo kwa sababu Yesu alihukumiwa na kuuawa kama mhalifu, na mwili wake ulipaswa uendelee kubaki pale kama sehemu ya ushahidi wa adhabu ya kutisha, ili kuwafanya watu waliokuwa na aina ya mtazamo wake wasirudie kabisa. Lakini hayo mashaka makubwa hayakuondoa upendo wa Yesu ndani ya hawa wamama wakiongozwa na Mariamu Magdalena. Lakini kwenye Injili ya Yohana, yeye anaona kwamba kimsingi aliyekwenda halikuwa ni mmoja, naye ni Mariamu Magdalena. Na anasema hata ilipokuwa alfajiri kukingali giza, nayo ni siku ya kwanza, Mariamu Magdalena alikwenda kaburini. Yohana hazungumzi habari za manukato yale ya gharama ambayo Marko anayazungumzia. Yeye kwake Yohana anaona ufufuo wa Yesu kama mwanzo wa uumbaji mpya, na hiyo ni msingi wa Injili ya Yohana, kwa sababu Mwanzo sura ya kwanza Yohana ameanza kwa kusema hapo mwanzo kulikuwapo na neno, nayo neno ilikuwa ni maarifa, na hiyo maarifa ilikuwa ni chanzo cha vyote vilivyofanyika, maana pasipo maarifa hakuna chochote kilichofanyika. Sasa wale wanaojua sayansi wanajua kutofautisha kati ya maarifa na instinct. Sasa wanyama wanatumia instinct, ile hisia wanayoweza kutumia kunusa aidha hatari, lakini ni sehemu ya ufahamu, na kila mtu ameumbiwa hiyo hali ya kuwa na ufahamu. Mariamu Magdalena kama shujaa wa imani, mama aliyekuwa wa kwanza kuamka wakati wanaume wote walipokuwa bado wamelala, na kimsingi wamelala kwa uoga pia. Haleluya! Kwa sababu msiba ule ulikuwa msiba unaotisha.
Kwa hiyo sio tu kwamba Petro na wenzake hawaonekani, na ndiyo maana katika ujumbe huu Petro amewekwa kwenye kategori ya kujitegemea. Nendeni ukawaambie wale wanafunzi, pamoja na nani? Na Petro. Na kwa nini Petro anatengwa? Kwa sababu Petro alikuwa mtu mwenye tabia ya kipekee. Ni mwepesi wa kuelewa, lakini pia mwepesi wa kusahau. Ni mwingi wa rehema, lakini pia Petro ni mwepesi wa hasira. Mnafahamu katika ule ugomvi, Injili ya Yohana sura ya 18, Petro anapoona ile hali ya taharuki, mara moja ameshawaka hasira, na mara moja ameshachomoa kisu chake kwenye ala, na mara moja ameshashusha sikio la mtu chini. Bwana Yesu anamwangalia na kumwambia Petro, unaenda haraka sana, hatuendi hivyo, rudisha ala, kisu kwenye ala yake. Maanake kinachofanyika hapa hakiwezi kuamuliwa kwa ufalme wa dunia hii wala kwa silaha za kimwili. Na Bwana asifiwe sana. Na katika Yohana wanapozungumza habari za neno alfajiri na mapema, wanataka kumaanisha katika falsafa ya Kiyunani, neno alfajiri na mapema manake ni mwanzo wa uumbaji. Manake dunia iliumbwa katika siku ya kwanza alfajiri na mapema, Mungu aliposema zikawe mbingu na nchi, nazo zikafanyika. Na katika historia yote ya uumbaji kwenye kitabu cha Mwanzo, uumbaji umekuwa ukifanyika sio mchana, sio jioni, sio usiku, alfajiri na mapema. Bwana asifiwe sana. Na ndio maana katika siku ya sita Biblia inasema Mungu akapata nafasi ya kupumzika siku ya saba ili aweze kutafakari kazi yote aliyofanya alfajiri na mapema siku ya kwanza hadi siku ya sita. Ilikuwa inaaminika pia kwa Wayunani kwamba mambo yote mapya ya kila siku lazima yaanze alfajiri na mapema, kukingali bado giza, ili wale walio na maarifa ya kutosha waweze kufanya jambo ya msingi.